anasema nikiweka maziwa badala ya maji kwenye recipe kuna tofauti. Unaonaje hiyo wadau? Soda. Sasa mimi kuna mbona nimeona anaweka soda. Tena nikakuona ya maziwa. Ila wanaweka soda. Nimeuliza kwa nini cupcakes zangu huachana na wrappers baada ya kuoka. Ingine zinashika kwa vizuri. Kwa hiyo nadhani angalia kati ya hivyo vitu ambavyo tumesema kimoja hapo inaweza kuwa ni sawa. Hata cream yangu inayeyuka haraka. Afanyaje ili ibaki steady hasa kwa joto la ndani? Ni aina gani ya sukari inafaa kwa keki nzuri? Powdered sugar inaweza kuwa sukari ni low saga. Kuna video moja ya YouTube ilikuwa inaonyesha namna ya kutengeneza isi sugar nyumbani. Serious. Na yule mteja ambaye tuseme delivery kwake ni 1,000 2,000, lakini pia na mimi nitakuwa kuna wakati nimejiumiza nitakuta mteja wa mbali zaidi. Sasa mimi nilikuwa nimeweka kwenye kafriji kamili fridge iende paka kwa mteja. Yaani yule nampa mteja na mbeba sasa hisi. Hapa karibu na hisi. Hapo ukifika siku nyingine haraka haraka weka kwenye fridge. Hello Baker's Talk family, karibuni tena kwenye episode yetu pendwa ya Baker's Talk, na leo uko na mimi Lolo Cakes na Marina Cakes, Momo Delight. Na leo tuko hapa kuwajibu maswali yenu pendwa mlioweza kututumia kwenye page zetu za social media. Wengine hata wametuma personally, ni maswali ya kawaida tu kuhusiana na baking in general. So kaa nasi ili uweze kujifunza zaidi. Unajua kuna vile vitu ambavyo vinakuwa vinawatatiza bakers wengi. Hata kama sio beginner, inawezekana umefanya kazi muda mrefu lakini kuna changamoto unakutana nazo alafu unakuwa hujui namna gani ya kuzitatua. So kwenye social media zetu vitu vimepop. Watu wanatuuliza hii inakuaje? Kumjibu mtu mmoja mmoja inaweza isiwafikie watu wengi, lakini tumeamua kuweka episode special iwe ni Q&A session. Yale maswali yote ambayo tumeyapata tutakuwa tunayajibu. Kama swali lako limejibiwa hongera, lakini kama bado mtu anaweza akauliza. Into the next episode tutaendelea kujibu na maswali ambayo watu wanaulizwa. Let's get going. Maswali gani yamepop sana? Kwa sababu maswali mengine yamejirudia lakini tumejitahidi kuyaweka yawe pamoja. Okay, maswali ni mengi sana kwa siku ya leo, lakini tutajitahidi kujibu kwa kadri ya uwezo wetu kulingana na experiences zetu. Okay, swali la kwanza linasema natumia baking powder na baking soda pamoja. Hilo ndo swali. Mtu anauliza kama anaweza kutumia baking powder au atumie baking soda au atumie zote kwa pamoja. Okay. Unajua baking powder na baking soda zina lengo lake ni moja, kwamba kuongeza hewa katika mchanganyiko wako wa keki ili iweze kurise ipande juu. Lakini katika vitu ambavyo vimo ndani ingredients zake zina tofauti. Baking soda yenyewe ni bicarbonate of soda. Na while baking powder ina mchanganyiko wa hivyo vyote. Baking soda ili ipate kuwa active lazima ikutane na acid. Acid ambayo tunaiongelea hapa iwe ni kimiminika chenye asili ya acid, iwe ni vinegar, iwe ni maziwa lala yale buttermilk, au iwe ni cocoa powder au yogurt. Ikikutana na hivyo ndio inakuwa active. Alafu baking powder yenyewe haihitaji acid, yenyewe iko active. Mfano mdogo ambao unaweza kufanya experiment, chukua baking powder yako na baking soda, alafu weka maji, alafu pembeni weka vinegar kama unayo, kama sio vinegar hata limao. Alafu chukua kiasi kidogo kwenye kijiko alafu tia pale. Utaona baking soda itakuwa active kwenye limao au vinegar au mtindi au nini. Ukiweka kwenye maji haitakuwa active. Kwa hiyo kwenye keki zote ambazo zina component ya acid, ukiweka baking soda itakuwa active. So utumie saa ngapi baking powder na baking soda inategemea na recipe yako. Recipe yako inakwambia nini. Lakini pia ndo kama hivyo inategemea unaweka nini kule kwenye ile keki yako ndio ita determine. Lakini keki nyingi sana zinakutaka utumie baking powder. Na recipe chache zitakutaka utumie zote baking powder na baking soda. Na generally baking powder na nguvu yake sio sawa na baking soda. Baking soda iko strong kidogo, kwa hiyo unakuwa unaweka kidogo. Nadhani hiyo ndio main. Tuwape na mifano ya keki. For instance, labda mamsho lazima atauliza. Je, kama nataka kupika keki ya vanilla, naweza nikaweka zote? Hapana. So hapo ndo tunatoka tuwajibu sasa.
Keki ya vanilla hapana, basic ile keki ya Basic, vanilla hatuweki. hapana, unless ndo kama hivyo kuna hizo exceptions za kwamba umeweka acidic nature ya Yeah. chochote pale. Yeah. Aya, na mfano wa keki ambayo tunatoka tuweke baking soda. Mfano kama keki ya chocolate, Chocolate, red velvet. black I think kwa forest. kurahisisha keki yoyote ile ambayo unaweka labda buttermilk, unaweka vinegar, lazima uweke baking powder na baking soda. Right. Yeah. Na pia wakati unaweka pia inatofautiana kwa viwango. So kwa sababu unaweka kiwango cha baking soda na kiwango cha baking powder hizo zinafanana. Lazima Yeah. kuwa kuna utofauti. Baking soda huwa tunajua inawekwa kwa kiasi kidogo. Inategemea na recipe ambayo mtu anakuwa anatumia. Yeah, definitely. So hopefully kwa hilo tutakuwa tumeshajibu hilo swali. Yeah. I'm pretty sure. Yeah. Kama kuna swali lolote zaidi kuhusiana na baking powder na soda mtu hajaelewa, yuko free. Yeah. Okay, swali linalofuata ni kwa nini keki yangu inakuwa ngumu juu? Ile crust yake inakuwa ngumu. Okay, hapo sababu zinakuwa kama zifuatazo. Kwanza kabisa wakati preheat oven yake, wakati anaenda kuingiza ile keki yake, labda moto ulikuwa uko juu sana. Yeah. Alafu pia sababu nyingine ambayo inaweza ikachangia ni ame overbake. Ameweka labda atakuwa amebake for 40 minutes, yeye amepitiliza mpaka 60 minutes au 80 minutes. Automatically lazima ile layer ya juu na ya chini inakuwa ngumu. Okay, kwa hiyo kiasi cha moto. Yaani kwa temperature ndio ina matter zaidi. Okay. Lakini pia mimi nahisi ovens zinatofautiana moto. Maana unaweza kuta kuna wale ambao wanatumia zile oven kubwa kabisa, akiweka 180 keki yake inatoka smooth vizuri. Lakini kwa wale ambao wanatumia oven zile ndogo ndogo, tuseme kuanzia lita 100 kurudi chini, akitumia moto wa 180 inakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo I think pia unatakiwa kujua natumia oven ya lita ngapi na ina nguvu kiasi gani. Ndio. Swali lingine hapa liliulizwa linasema, je, lazima nipate oven ya umeme? Je, ya gesi haifai? Inafaa. Nahisi tu cha kuzingatia ni mtu aweze kufahamu namna ya kuweka moto wake. Yaani ukijua tu kucheza na moto vizuri, ina maana inafaa. Not even oven ya gesi au ya nini, hata jiko la mkaa linafaa pia. Ni kweli kabisa. Kwa sababu imagine kile kipindi kile ambapo hatujaendelea vizuri, watu walikuwa wanatumia matanuri, not even majiko, matanuri yale watu wanapikia. Kikubwa tu ni kumaintain jiko lako, joto lake linaingia kiasi gani kwenye ile keki yako. Kwa mfano kama jiko la mkaa kuna namna ya kufanya. Kuna wengine wanaweka mchanga, alafu wanaweka sufuria lile la lenye mchanganyiko. Lakini pia kuna wengine wanaweka mawe, wanapanga mawe. Kuna wengine wanaweka chumvi. Kuna wengine wanaweka vile vistendi. Unajua kama vile vistendi fulani vina cooling rack. Unaweka pale afu juu na juu pia anakuja unaweza kupalia, unapalia kwa juu. Hapo nikukatisha, umenikumbusha mbali kidogo. Enzi hizo nahisi nilikuwa kama so form 5 ni form 6. Wakati ndo naanza sasa, nilikuwa mpenzi wa keki pia. Kwa nilikuwa najaribu kupika. Hatuna jiko la oven wala gesi, naogopa kutumia nisije labda likanilipukia au nini. Hiyo style ya kuwekea chumvi. Ile chumvi yote iliungua. Niko na chumvi. Yaani niliweka jiko la mkaa. Naweka kiasi kidogo. Jiko la mkaa. Nikaweka mchanga, alafu nikaweka moto kidogo, alafu nikaweka sufuria, alafu ndo sufuria lingine kwa ndani. Sasa nilichokuja kukosea pale juu, wakati nafunika nikafunikia na mkaa, alafu ndo nikaweka chumvi kwa ule moto. Kumbe nimeunguza chumvi. Hapo mwenzangu ulikosea stage mwenyewe, ulikosea protocol mwenyewe. Umenikumbusha mbali kidogo. Okay, let's shift kwenye swali lingine. Inasema nikiweka maziwa badala ya maji kwenye recipe kuna tofauti? Mnaonaje hiyo wadau? Kwa sababu vyote kwanza ni vimiminika na vyote vinasaidia kutengeneza kuongeza moisture kwenye keki. Unajua ukiweka vimiminika kama maji, maziwa, keki inatoka soft, inakuwa na moisture zaidi. Lakini obviously kuna utofauti wa maziwa na maji. Maziwa lazima ina ladha fulani na inaleta rangi nzuri pia kwenye keki. Lakini maji ni kitu ambacho kiko neutral. Hakina flavor, hakina taste yako. Ukiweka maziwa na ukiweka maji lazima kutakuwa kuna utofauti. Ukiweka maziwa itatoka soft, itatoka na moisture kutosha na itatoka pia na rangi nzuri na itakuwa na taste nzuri ya maziwa.
lakini ukiweka maji itakuwa na moisture vizuri, lakini haitakuwa na taste kama ambavyo ungeweka maziwa. maziwa. Je, ukiweka soda Hapo utabadilisha flavor. Najua Soda ina najua flavor. recipe moja ambayo watu wanatumia kuweka wanaweka soda. soda, Yes. wanaweka soda zile ambazo zina let's say passion, pineapple, okay. Na huwa wanaweka kwenye bata au wanaweka juu, wanamiminia kwenye keki ikiwa tayari imeshaiva? Wanaweka kwenye bata kabla ya kupika. Mmoja anasema kwa sababu ya ladha, lakini cha pili wanasema ni kama preservative, kwa sababu ile soda inakuwa imeshawekwa preservative, inaweza kukaa muda mrefu, inavyoongezea ile gesi. Mimi sio kujaribu, inatoka vizuri, lakini sasa sijui kama ni hiyo essence ya preservative ni sawa au sio sawa. Ni swali ambalo tunaweza tukaendelea kuachia watazamaji wetu alafu nilishaona unaona kama ile mtu ametengeneza keki imetoka ni kavu, haina moisture ya kutosha. Anataka anataka kuifanya iwe na texture ambayo ni laini na soft. Watu wanatumia ile glucose, maji ambayo wameweka sukari. Yes. Hasa kuna mwingine kuna wengine hawaweki glucose. Hivyo wanaweka soda. Sasa mimi kuna ambao nimeona anaweka soda tena nikakuona maziwa, ila wanaweka soda. Yaani hapo umenikumbusha kuna swali ambapo katika kupitia maswali mtu aliuliza hiyo kwamba keki yake anaona inakuwa kavu. Kwa hiyo afanyaje? Naona jibu lake tumeshalijibu kwamba unaweza ukaweka simple syrup. Simple syrup zingine zinauzwa, lakini unaweza ukachanganya sukari na maji kwa uwiano unaolingana, ukaweka jikoni, ukapasha kwa dakika 10-15, ikipoa unanyunyizia au maziwa. Yes, au hata maziwa. Lakini ubaya mmoja au uzuri, ubaya ni kwamba ile keki haitakiwi kukaa sana. Inabidi iliwe labda ndani ya siku hiyo au siku ya pili ikiwa kwenye fridge. Kwa kama ni keki ambayo ni ya birthday ya leo imetoka, labda unajua kuna kupitia ukaiacha labda ika overbake, kwa kuna namna inatoka kavu. Yako anaweza tu akaweka either kama ni maziwa au kama ndio ni soda. Definitely. Au hiyo glucose syrup. Okay, kuna swali lingine hapa. Mtu ameuliza kwa nini cupcake zangu huachana na wrappers baada ya kuoka. Okay. Nadhani cha kwanza, unajua cupcake ni ndogo asichukue muda mrefu sana kubake. Ukajisahau kidogo, labda nilikuwa ichukue 20 minutes zikaenda 25. Ile 5 minutes ni significant, ni kubwa. Inakuwa ina overheat. Kwa hiyo keki ki overheat, hata hizi keki za kawaida unaona inajiachia kwenye sufuria. Inajiachia kwenye sufuria. Sasa kijiachia kwenye sufuria, the same kwenye ile wrapper au ile laina yake inaweza kujiachia, inatoka. Lakini sababu ya pili, inawezekana bata yako ilikuwa too oily, ilikuwa na mafuta zaidi, ikashindwa kushikilia ile karatasi, ndo then ikajiachia. Lakini na nyingine, sababu ya tatu, inawezekana ni ubora wa hiyo wrapper unatumia. Hiyo karatasi yako kuna material yake, kuna material nyingine hazishiki, ziko laini sana, kuna material nyingine zinashika, zinakuwa vizuri. Kwa hiyo nadhani angalia kati ya hivyo vitu ambavyo tumevisema, kimoja hapo inaweza kuwa ni sababu. Natumia food color lakini rangi inabadilika kwenye oven, nifanyaje? Yaani anamaanisha kwamba let's say anapika keki ya strawberry, alafu ameamua yake rangi ya pink kwenye mchanganyiko wa bata yake. Akishatoa, akirudisha kwenye oven, ikitoa imebadilika ile rangi tena, sio pink, inakuwa something kama upeach. Inakuwa inapauka. Nadhani shida itakuwa nini? I think ni ubora wa rangi. Na mara nyingi mimi naweza nikamshauri atafute gel colors. Gel colors kidogo zina, yani the more inavyozidi kukandwa the more inazidi kuiva. Kwa nahisi opt for gel colors. Hizi rangi za maji ni nzuri, lakini nadhani inabidi uziangalie. Lakini pia unakuwa unazitumia kwa kiasi sana. Yes, alafu naweza pia kubadilisha hadi ladha kabisa. Hata pia rangi zile za unga siku hizi sizioni sana, lakini zipo. Zile rangi za unga zinakuwaga nyingine zina chumvi. Kubwa ya sodium ambayo inakuwa ni chumvi. Unakula keki unaanza kushangaa kwa nimekosea nini, kumbe ni ile rangi. Kwa hiyo nadhani ubora wa rangi pia unamata kwenye hilo. Lakini nadhani pia kwenye rangi, kwa mfano keki ya red velvet, tabia yake niliwahi kuiona. Ukitumia pia ukitumia heat kubwa inabadilikaga huko pembeni. Unashangaa ni licha ya moto, lakini pili ukiwa unatumia unga ule, tunajua ile tunapakaga bata alafu tunaweka unga.
inabadilisha ile rangi sababu inakuwa inajishika pale. Kwa hiyo the best way na mtu atumie baking paper au parchment akiwa paper. anapika red velvet. Akiwa anapika kitu kama hivyo ukitumia baking paper, baadaye unafanya kubandua tu, unapata kile kitu kinakuwa kiko perfect. Ndio unapelekea keki, mteja anasema hii ni red velvet lakini mbona kama ilikuwa na brown fulani. Definitely. Kuna common ask question nyingine ni ipi? Inasema buttercream yangu inayeyuka haraka, afanyaje ili ibaki steady hasa kwa joto la da? Buttercream kuyeyuka. Ndio ile keki unaitengeneza vizuri ikiwa mkononi mwako, umefika kwa mteja, imeyeyuka, keki imeanguka au imesink upande mmoja. That's bad. Nadhani butter kuyeyuka kuna mambo mengi. Cha kwanza tunaanza kwenye recipe yako. Recipe ni kila kitu, vipimo ulivyoviweka, uliweka uwiano gani, inabidi kama haufahamu vizuri utafute hiyo knowledge ya kujua vipimo. Kwamba butter naweka kiasi gani, icing sugar naweka kiasi gani, inawezekana unaipunja au labda umeweka kimiminika, let's say umeweka maji, umeweka vinegar, umeweka maziwa, inawezekana imezidi kulingana na joto ambapo ulipo. Lakini pia inatokana na aina ya margarine unayotumia. Whether ni margarine unaweka butter au unaweka vegetable shortening. Kuna nyingine ni laini sana, haziwezi kuhimili mikiki ya joto. Na kuna nyingine inaweza kuhimili mikiki ya joto. Uchague kati ya hizo. Ili kuna trick nyingine unaweza kutumia corn flour, unajua? Ukiweka corn flour kidogo, at least kidogo, inaweka mkazo fulani kwenye ile buttercream yako. That's a trick ambayo Beka anaweza kutumia. I think kwa keki, butter nyingi ambazo huwa zina tabia hiyo kumelt ni wale wanaotumia whipping cream. Kama hizi butter cream zetu ambazo tunatumia butter kama butter, kama ina tabia ya kumelt. Kuna ambao utajaza butter nyingi sana. Kuna ambao wanakutana na changamoto ya kuyeyuka, ina melt. Swali lingine alikuwa anauliza ni aina gani ya sukari inafaa kwa keki nzuri, ya kawaida au icing sugar? Yaani anauliza kwamba akiwa anapika keki atumie sukari aina gani. Hapo nahisi hili swali tuliongelea last episode wakati tunapika cupcakes. Sana sukari, brown sugar ndo the best sugar, lakini hata mtu ambaye ana uwezo wa kutumia white sugar pia ni sawa. Lakini kwenye upande wa kutengeneza keki, swali hapa naona ameuliza pia kuhusiana na sugar. I think icing sugar sio appropriate kwa ajili ya kutengeneza keki. Yes, kwa sababu moja, ukisema una opt it itakuwa a bit expensive. Kiwango kidogo inauzwa gharama kuliko sukari ya kawaida. Japokuwa kuna recipe za cookies zinakuwa zinakuhitaji cookies au pastries nyingine zinakuhitaji utumie powdered sugar ambayo ndio icing sugar, unaweza kutumia hivyo. Lakini kwa upande wa keki swali, powdered sugar inaweza kuwa sukari ni low isaga? Yes. Kabisa. It's a yes and it's a no. Umeshasema powdered sugar. No, yani tuongelee in reality kwamba sukari ya kusagwa inaweza ikawa icing sugar. Hapana. Maana hiyo ndo maana yake. Yes. Hadi ni swali lingine pia mtu unakuta kwenye recipe nyingi mtu anasema labda imeandikwa powdered sugar, anaambia samani powdered sugar ni sukari ambayo imesagwa. Nadhani ni jambo la lugha. Kwa sababu ukienda kwa Wamarekani mostly wanasema powdered sugar. Wengine wanakuambia confectionery sugar. Wengine wanakuambia icing sugar ambayo ndo tumeizoea. Kwa hiyo ni context ya maneno. Lakini kwa neno la kusema powdered, mtu anajua imekuwa in form of powder, kwamba utasaga. Kuna video moja ya YouTube ilikuwa inaonyesha namna ya kutengeneza icing sugar nyumbani. Serious? Usiniambie ulijaribu. I did. Nilijaribu kutengeneza. Matokeo yake kwa kweli hayakuwa mazuri sana. Swali lingine ambalo tumelipata, mtu anauliza anawezaje kudili na mteja ambaye anaomba discount kila mara? Wapo wengi hao sana. Yaani ni wengi sana. Hata sisi lakini unajua tunaomba discount somewhere huko. But at least cake was bargain jamani. Kama unaweza kubagain t-shirt, viatu, pochi. Why not? No, for cake it's just a different case. That is not fair. Kama kuna kitu kibagainiki, lakini tuangalie tu extent. Lakini kama anaulizia mara kwa mara, which means mteja ni tabia yake. Umempa mara ya kwanza anarudi kwa ni tabia ambayo ulishamzoesha. Alafu unajua sijui ikoje, ukishakuwa na mteja ambaye umemdiscount mara ya kwanza,
siku zote atakuja discount. Na usipomwambia kwamba hii ni discount ambayo nakupa peke yako, ataenda kumwambia na mwingine, ile ndo price. Ni kweli. Kitu anachotakiwa kufanya, either kama ni mpishi wa keki au ni beka, anatakiwa at least, kwa mfano kuna ile labda mtu anasema mwezi wangu wa birthday, kwa mwezi huu nitaweka offer labda percent fulani. Na pia kingine ni mtu kuweka bei, yani zieleweke kwamba keki zangu bei elekezo fulani, na tujaribu pia tupunguze urafiki kwenye biashara. I think ndio kitu ambacho kitasaidia. Sasa hiyo anakuja rafiki yako na anataka kuongesha. Alikuwa rafiki yako kabla hujawa beka. Urafiki ni urafiki na biashara ni biashara, kwa sababu sasa hata sisi tunapoenda kununua hizo ingredients tukiweka urafiki inakuwaje? Na mimi sijai kuona muuza ingredients ambao ni rafiki wa beka. Yaani utakuwa mteja wako kila siku, lakini hamna siku utafika pale akakuuzia unga kilo 5 labda 10 badala ya 13. Haiwezekani. Of course. Sasa na ukianza kuweka urafiki, tunajaribu tu kwa strict na bei kwamba bei zangu keki zangu bei zake ni hizi na hizi na hizi. Na kama anataka discount utasubiria labda kuna mwezi fulani kutoka mwezi wa ofa, au labda kama wewe mwenyewe imekupendeza ni mteja wako kila siku basi lakini sio kwamba azoe au mwingine anakuambia jamani nakuletea wateja kila siku nipunguzie. Hapana, kweli au nipunguzie nitakuletea wateja wengi, nina kikundi hapo nyuma. Swali lingine ambalo tuliulizwa nasema nifanyeje kama mtu ameagiza keki then aka cancel last minute? Hao nao jamani wao hapo. Nadhani best way uwe umepokea deposit kabla ya ile order ya kumalizika. Whether hata cancel last minute au hata cancel, kwako inakuwa uko safe side. At least wametoa balance kidogo, yani advance kidogo. Tena mimi sitaki kusema kidogo siku hizi. Mimi nasema iwe ni yote full payment au 80% kiasi kwamba ile 20 asipoitoa mimi hainiumizi. Zile keki whether nitagawa, nitakula na ndugu zangu na watoto na majirani, au nitakata slices niuze, au nikapata mteja mwingine, nakuwa niko kwenye safe side. Kuliko ambapo umesema 20% wewe ndio umeipokea alafu 80 afu aka cancel last minute, inakuwaje? Tunajua emergencies zinatokea. Mtu anaweza kweli akapata emergency genuinely, lakini kila mtu atakuwa wewe kwenye safe side, si ndivyo? Lakini pia nadhani vitu ambavyo tunabidi to communicate na wateja kwamba ukicancel last minute hautakuwa refunded au na nini, awe anaelewa nini kina, ili kuepusha vitu kama hivyo. Lakini kwamba wewe ndio ile kwako haitakiwi kuwa hivyo, kwa sababu keki ni kitu perishable, kinaharibika. Ukispoliwa leo kinaharibika. Lakini pia unakuta umemcustomizea ni kwa ajili yake peke yake, flavor zake, rangi, mapambo. Ni ngumu kupata mtu wa namna ile mwingine tena wa kumuuzia ile product. Okay, swali lingine ambalo limeulizwa, je, ni sawa kuchaji delivery tofauti na bei ya keki? Absolutely, of course kabisa. Kwa sababu bei yako ya keki ulioweka ni umepanga bei ya keki kulingana na ulivyoitengeneza, ukaweka na margin yako hapo ndio ikapata ile bei ya keki. Kwa habari za delivery hazihusiani kabisa. Hazihusiani kweli. Na tukisema tunaweka ndani ya bei ya keki, kuna ambao tutawaumiza. Kwa sababu kwa mfano, labda nikipiga kwa mimi ambayo labda niko eneo fulani, nipiga wanaonizunguka labda mbali kidogo, bana nauli itakuwa 5,000. Kwamba kwenye price yangu ya keki na kama keki nauza 25, nasema okay no, mimi nauza keki 30,000. Kwamba 5,000 ni ya delivery. Lakini kwanza nitakuwa namuonea yule mteja ambaye tuseme delivery kwake ni 1,000 2,000. Lakini pia na mimi nitakuwa kuna wakati nimejiumiza, nitakuta mteja wa mbali zaidi. So I think ni vizuri price ya delivery ziwe, na ni vizuri pia mteja aambiwe kabisa kwamba keki yetu bei yake ni kiasi fulani na delivery ni kiasi fulani, na itakuwa juu yako unless umetangaza offer. That's it. Unless umetangaza offer. Wateja nadhani ni kitu ambacho natakuwa waelewe kwamba mpika keki na delivery ni biashara mbili tofauti. Unless kama mmeingia ubia. Unless umeingia ubia. Unakuta tunatumia taxi mtandao, tuna request au tunatumia wale ambao tunawafahamu na kuwaamini. Kwa hiyo ile ni biashara yake. Whether ni bodaboda, ni gari, ni bajaji, alafu biashara ya keki inajitegemea. Kwa hiyo inapokuja swala la delivery ni kama tunaingia na mkataba mwingine tena wa tofauti. Na tunabidi kuchaji kulingana na umbali. Mimi siku hizi ninachokifanya, namwambia nita request taxi mtandao, nitamtumia screenshot ya eneo lake
kutoka kwangu nilipo mpaka kwake, aone gharama, akubaliane. Na namwambia kwamba taksi mtandao pia uoga gharama zinabadilika. Kwa hiyo unaweza let's say imeonyesha shilingi 4,000, at least aende mpaka shilingi 6,000 ili apomfikia kama itabadilika ajue. Alafu nitashare zile information, wamerahisisha siku hizi, na yeye aone mwenendo mzima wa safari na mpaka inamfikia anakuwa na amani, au mteja yeye atume mtu wake anamwamini aje kufuata keki. Hiyo nayo ni nzuri. Au yeye mwenyewe physically aje, kwa kama ni beka, una sehemu labda una duka, akija ni vizuri. Lakini kama unabekia nyumbani pia it's okay. Kama unaruhusu watu kuja mpaka pale getini kwako, sawa. Kama uruhusu yani ni terms zako wewe utakazoziweka, lakini yani usiogope kuchaji delivery. Lakini pia kuna zile favors kama delivery, kama beka unaweza ukaamua kumfanyia favor mteja wako, labda okay, nimekutengenezea keki, delivery charges naona hapa ni kiasi fulani, naweza nikakusaidia nikakuchangia ukagawana, labda ukatoa half na mimi nikatoa half ili uweze kupata keki yako. Kunatakiwa kuwe tu na mkubaliane kwamba na mteja. Nadhani hivyo. Swali lingine wanasemaje? Mwingine anauliza anawezaje kubalance vipi kazi yake na kazi ya kupika keki. I think ni kwa huyu anauliza, nahisi ni mwajiriwa sehemu fulani lakini bado ni mpika keki. Hapo sasa, kwanza kabisa inaweza, yaani kwa mtu ambaye anataka kuanza anaweza kama ni ngumu sana, lakini ukiwa umejifanyia time management vizuri, unaweza ukaenda kazini vizuri na ukaendelea kufanya baking yako kama kawaida kabisa. Nadhani kupanga muda, ujue namna gani unaweza kupanga muda wako. Kama vile tunavyopenda kuambia wateja wetu kwamba utoe at least order siku moja siku mbili kabla mapema. Unakuwa unampa flexibility hata mtu yule kujiandaa. Anajua nikishatoka katika kazi yangu ni ya kuajiriwa, mimi basi siku ya kwanza nitakuwa tunapika zile order zangu. Alafu asubuhi naweza nikapamba moja au nikazikram coat, jioni nikamalizia zikafanywa delivery. Mtu anakuwa anajipanga kwa namna hiyo, basi inakuwa inawezekana. Ila kwa mtu ambaye ameajiriwa, zile order za papo kwa papo, hiyo inakuwa ni ngumu, inakuwa inamuia vigumu. Kwa hiyo ni namna gani tu ambao unajipanga, na ushauri ambao unapenda kuutoa, usiquit kazi yako ulioajiriwa alafu ukafanya baking ambayo hujaisoma vizuri soko lake likoje. Jiridhishe kwamba na customer base nimeijenga vizuri, at least naweza nikapata order ambazo zinaweza zikapay bili zangu, ndo uquit. Kwa sababu hilo swali pia watu wanaulizaga sana, nimeanza kufanya baking niache kazi yangu ya kuajiriwa? Naambia usiache mapema sana, kwa sababu biashara nazo zina fluctuation. Nilisema soko at least 2 years. 2 to 3 years ukiwa unafanya kazi, afu ukishaona kwamba kupananilipa zaidi ya hii kazi ambayo nimeajiriwa, then you can quit. Lakini pia unakuwa umejiwekea at least miezi 6, unajua niko safe, nipate order sipate order mimi naweza nikaishi. Unless umeanza baking moja kwa moja, sio kama umeajiriwa unaweza kusema napambana niendelee. Lakini wanasema usiache mbachao kwa msala upitao. Unajua mtu anaweza kama amechanganyikiwa. Unajua ukiwa unapika keki kuna ule msimu unashangaa order vinakuja vipi. Kwa mtu anaweza kama ameajiriwa afa anapata ule muda, anapata vile vingi, anasema hii kazi sasa kuna mwezi amepata hela labda kuliko mshahara wake. Tena msasa mwingine anaingiza ndani ya siku moja. Alafu anaona kama okay, this is the way. Kumbe inakuwa ni season. It's true. Swali lingine nasema, ninawezaje kuhandle complaints bila kupanic? Sasa hapo ndo kila mtu na personality yake. Unajua wewe unapokea complaint ni tofauti na utapokea na tofauti na mimi nitakapoicomplain. Lakini ili uweze kutengeneza customer care nzuri kwa mteja wako, wanasemaga the customer is always right. Kama unataka mteja wako aweze kurudi tena siku nyingine, unajua unataka kumtengenezea mteja kitu karibu, mteja akakasirika. Lakini the way utakapopokea complaint yake na the way utakavyorudisha feedback kwake, inaweza kumfanya mteja next time arudi au asirudi au kumtangazia tena kwa wengine. Mteja hapo mteja sasa ndo ameshakuja kupa complaint. Nahisi kitu cha kwanza kabisa unatakiwa uwe calm, ukubaliane kwamba mteja amesema amelalamika 1 2 3, yeye ndo ameona haya malalamiko, yeye ndo aliyeumia. Wewe unatakiwa umsikilize, uwe calm, uongee naye vizuri. Pale ambapo unaona umekosea unamwambia I'm sorry, next time nitafanya marekebisho 1 2 3. Naomba nikuulize, mteja amekuja, labda tuje na mifano hai, sawa?
Kwa mfano mteja amekuja aliagiza kwako keki ya nusu kilo, ukaipika ukampelekea, akakwambia yani keki hii ndo ulinichaji shilingi fulani, mbona kakeki kadogo hivi? Hapo maana umesema utaboresha next time, it means next time utamuongezea ubora ama hapana, utamuelewesha next time unamuelewesha kwamba tulikubaliana makubaliano kwamba unataka keki ya nusu kwa gharama ya kiasi fulani, na keki ndo leo kutengenezea ina ujazo huo, na ndo bei ambayo ulikubali elekezi kuanzia mwanzoni. So nahisi cha kikubwa hapa ni kuweza kujishusha na kumweleza, yani maana mkipanic wote wawili lazima mnagombana. Mimi natumia tekniki moja. Kuna mtu niishie kuongea naye kuhusiana na haya masuala ya kupokea complaint. Alinifundisha somo kubwa sana. Aliniambia hivi, katika kila jambo kuwa na moyo wa shukrani. Nikawa sasa mambo ya complaint na shukrani yanaingilianaje, kasi muelewe. Akaniambia kwamba mteja yule ambaye amekuja kukurudishia feedback ya complaint, ushukuru kwamba amekurudishia, kwa sababu kuna wateja wengine ambao ni wengi wao, akipokea kitu ambacho hajaridhika nacho hasemi na hatarudi na atakutangazia ubaya kwa wengine. Kwa yule ambaye amerudi ni kwamba ameona thamani kwako, ndio maana amerudi kukueleza na ameamini kwamba utalipokea. Kwa hivyo ushukuru kwamba at least amekuletea ile complaint yake, alafu uiassess, uanze kuifanyia kazi, uchukulie positive. Hata kama complaint maana yake ni kitu kibaya. Wewe amekwambia keki ulionipikia ilikuwa ugali ni mbaya, unasema nashukuru, hata yeye anamshukuru. Nashukuru kwa feedback yako. Alafu tafuta clarification. Tafuta uelewa zaidi alivyosema ugali ni kwa namna gani. Ili uweze kufanya maboresho. Au labda unamuelekeza kwamba keki ya chocolate mara nyingi huwa inakuwa iwe moist, haitakiwi kuchambuka. Unajua saa nyingine mtu anakuwa haelewi. Anasema hii keki mbona haijachambuka, lakini kumbe ni nature ya keki yake. Mtu keki ya carrot unataka ichambuke kwa nini? Keki ya chocolate unataka ichambuke iende wapi? No, yani ni kwamba I think pia wateja wetu wanakuwa hawana elimu kuhusiana na keki. Maana tunajua sifa moja hapo ya keki ni kuchambuka. Kwa hiyo sasa kila keki ya keki inatakiwa kuchambuka hivi, hiyo bado ni changamoto. Unakuta mteja alikula keki sehemu fulani, akaja kwako akakuta ni tofauti na ile aliyokula sehemu fulani, anaanza tena kulalamika. Sasa ndio maana ukishashukuru una learn to understand, yani jifunze kuelewa kutoka kwa yule, ili na wewe ueleweke. Learn to understand in order to be understood, yani jifunze uelewa wake ukoje, ili na wewe akuelewe, muanze kueleweshana. Mkishaanza kueleweshana, anaweza mmempa elimu au naye amekwambia au amekupa expectations zake kwamba mimi nile expect iwe hivi, lakini nimekuja kuona results ziko tofauti. Then kila mtu hapo unafanya kuelekezana kwamba hii iko hivi iko hivi, alafu mwisho wa siku mna conclude kwamba mtaboresha au iko hivi, samahani, au labda kama unaweza kurefund sio kwa maana na pesa, labda una bonus unaweza ukampa, kuna kakeki kadogo unaweza ukampa. Alinunua keki 50,000 kuja kumpa kipande cha shilingi 10,000 ili uhusiano wenu uendelee, sio jambo umejali. Au kumwambia nitakutengenezea cookies into next order, yani something closure, compensation, closure fulani ambayo ni nzuri. Lakini watu wengine wanakuwa hawataka kabisa, yani akiona message ile ya complaint kwanza anapanda juu, anafanya hujui keki sio nini, lakini that's not it. Kwa hiyo namna nzuri ya kupokea complaint ni kushukuru, kuelewa nini ambacho kinatakiwa, alafu kuangalia namna gani ya kwenda mbele. Swali lingine hapa linasema, ni keki gani iliwahi kukufail vibaya sana ukaona unataka kuacha kabisa kupika keki? Experience sasa hiyo. Hiyo ni experience. Mimi ni keki ya fondant. Ilikutenda nini? Nilipata order ya keki ya fondant. Ni ya kawaida tu, just fondant ya kawaida na unaweka stickers na hivyo. Wakati nimesukuma keki yangu vizuri, wakati wa kuiweka, unajua fondant unatakiwa unaitap tap, ikaivuta. And mind you, ukivuta unaanza upya. Ile keki niliteseka sana. Kila ukifanya unatoboa. Kila nini? Yani kila nikiwa naweka sasa nakosea, badala ni ipat na ikuwa najaribu kuistretch. Kwa nikivuta inakuwa inakatika. Nikisha katika haipai tena. Kwa upande wangu mimi ni keki ya fondant. Fondant zina mambo yake. Anapitia changamoto zake.
Mimi na kwa upande wangu mimi ni nahisi ni mteja tena ilikuwa ni usiku. Alafu ni order mara ya kwanza sijui kuifanya. Anataka chocolate cake, alafu anataka nimrembee kwa kutumia whipping cream. Ananiambia kabisa mimi usiniwekee mabata sitaki. Nataka whipping cream tu nipate kale flavor. Nipate kale ka flavor ka ice cream. Sio unanielewa? Yaani kwanza nilichanganyikiwa, nilisema nitafanya nini? Sijui nitakuaje, mimi nimezoea tu chocolate cake hapo na mrembea butter cream imeisha. Anataka whipping cream. Nimetengeneza, nimeenda vizuri. Muda yaani whipping cream imeshatokea vizuri kabisa. Ni mimi kuchukua kupachika kwenye keki. Kila nikitaka kunyosha keki inakuchezea. Unajua unafika mwisho unaona kabisa hii whipping cream haikuwa kama nilivyoanza nayo. Unaipeleka tena unaweka kwenye friji, unaipiga, unasubiria, au unatamani mwambie mteja sio nije kwako, nirembea kwa kimaliza. Hivyo unatamani uirembee kule ndani ya friji. Kwa tena freezer uingie kule ndani, utengeneze kule afu imalize uache kuko. Lakini sasa ubaya muda wa kusafirisha sina maana ingeyuka tena. Yes, sasa ndio nilichokifanya. Kuna vitekniki na vile hapo ukikuwa umejifunza kutoka. Unajua mimi nakumbuka ile keki nilitengeneza, nilipambana nayo, nikaisema ipo itokee perfectly imperfect hivyo. Lakini baadaye nikaimaliza ikalala kwenye friji. Asubuhi wakati naifanyia delivery alikuja kuipata mwenyewe nyumbani basi. Kila siku shabiki kuitoa kwenye keki kuipeleka kwenye gari. Naona ile jua. Unaona ile jua kabisa linavyochoma I feel like keki yangu ishaanza kuidebea mampuli. Natamani nilikuwa nimeweka kwenye kafriji kamili friji iende paka kwa mteja. Yaani unajua unampa mteja unamwambia basi osha AC. Ikae hapa karibu na AC. Alafu ukipasi ukifanya nyumbani haraka haraka weka kwenye friji. Keki inakuwa ya masharti. Hatari. Inakufrustrate kabisa. Kila saa unamuuliza. Mimi nakumbuka yule mteja nimesha kumtumia message. Nikamwambia hello, I hope you enjoy keki yako. I'm sorry kama kulikuwa kuna any inconvenience. Ilitokea. Akasema nikaanza kujiapologize kabla kabla mwenyewe hajaanza kunilalamikia, kwa nikaanza kumuelezea kwanza. Bahati nzuri ni mteja ambaye alikuwa nimuelewa and of course alikeki despite the imperfections. Keki ilikuwa ina taste yake, ilikuwa ile ladha. Shida yake ilikuwa imetokea vizuri na ladha nzuri. Kwa zile imperfections paka yeye imekaa so issue. Mimi niko pamoja na Lolo kwa kweli. Mambo ya fondant yamenifondantia. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa nataka nitengeneze keki ya muundo wa shati. Shati inatengenezeka. Kola haitokei. Ile shati lilikuwa lile la drafts, baadaye kuja kuwa ni shati na ubaya kwa matiki. Unajua kuna matiki zinakuja kujichanganya. Ndio shida ya kona. Kama mwanzoni ushaeka rangi, unatokea ukakosea. Inabidi usukume tena. Lazima zile rangi zinaingilia. Mambo si mambo, matiki si matiki. Wakati ilikuwa ndakwa mwanzoni liwe la draft ile limejipanga. Kama matiki. Kola ina koloika. Unatamani uipige kwa coloring. Vifungo ulivipata. Au shati ilikuwa lina vifungo. Shati ilikuwa na vifungo. Vifungo vinatokea. Mara kifungo hichi kikae kama kinataka kuoga mashindano, kimekaa. Jamani kwa ile picha ile nikipata nitaonyesha. Ile shati sijui. Lakini yule baba alielewa. Uzuri ya shati la batiki lakini bado ilikuwa shati. Alikuwa anataka shati classic club. Unajua nilimpelekea batiki. Unajua mashati dukani tu ukienda kuna material tofauti. Shati ukilishika ni gumu kabisa, kola lake nzuri. Kuna zile zingine ukilishika laini. Sasa mimi nadhani nilikuwa ile kola itakuwa iwe stiff. Pande moja mezuri. Au letoka hapo. Nikiangalia video YouTube anafanya tu hivi inakaa what's happening. Naweka toothpick wapi? Naweka sweet ni wapi? Ili ni lamba ise. Cha msingi kwamba hizo zote zilikuwa ni njia za sisi kujaa. Njia za kweli. Experience unazo nyingi. Tukihamia kwenye keki za wedding ndo kabisa jamani, hizo aibu si tutaongelea mambo yao mengine siku nyingine. All in all tunashukuru sana wateja ambao wamepokea hizo keki zetu zenye wamekuwa pamoja na sisi na wengine mpaka leo wapo. Bado wanaendelea kukua na sisi. Kwa kweli salute sana. Mmetufaa sana na mnaendelea kutufaa. Okay, na swali moja la mwisho kwenu. Na hili ni flavor ipi ambayo wewe unaipenda sana? Lakini mteja kila mteja anakuja kuagiza, yani hataki ile flavor. Hata ukijaribu kumshawishi vipi? Anaona hapana, yani
flavor ambayo unaipenda lakini watu wengine hawaielewi kabisa. Hebu tuanze na wewe Tumaini. Mimi kuna flavor ya mint ambayo napenda kuwekea kama kinogesho. Siweki kama main flavor. Lakini naweka kama kinogesho fulani. Kuna siku mteja ananiambia, "Hii kitu kama ina harufu ya dawa ya meno." Like, kama vile nataka kuniambia hivi, mimi bora mbona nani amekwambia mimi nanuka mdomo? Namwekea fresh na kwenye freshness kwenye keki. Mwingine nilimweka kwenye keki ya chocolate, nimeweka kamint kwa mbali. Akaniambia hivi, dada sitaki, yani ile hapa alinipiga na serious message ili ni skeleton. Sitaki siku nyingine. Hakuhitaji kabisa. Nilikuta mtu alimpelekea mtu wake anataka rahisi tu ni insult hiyo mambo ya dawa ya meno. I don't know jamani, kwa kweli mimi flavor ya mint napenda kama kinogesho, lakini watu hawaelewi. Na wewe samahani jamani, sitarudia bila kuuliza. Lakini watu wanatakiwa tuvumilie, maana unajua hiyo ni namna moja hapa unaweza kusema ni signature. Wanatukumbusha moyo. Lakini ndio hivyo, tunaenda hivyo hivyo. Kikubwa kama unasema mteja akosei, mteja ni mfalme, hivyo. Sasa bana, mimi kwa upande wangu kuna hii keki niliwahi kutengeneza ya passion. Kwa kweli mimi ilinikosha sana. Yaani nilikuwa naipenda, hasa jinsi nilivyokuwa mimi naipenda na ile nilivyokuwa na enjoy. Nikashumu na wateja wangu pia watakuwa wanafanya nini, wanapenda vile vile. Kwa mteja kinipa order, halafu hajasema flavor anaitaka, natengenezea keki ya passion. Okay. Sasa unajua keki ya passion, I think kwa according to feedback ambazo walikuja kunipasa baadaye, ni kwamba wanaipenda zaidi wakiila yenyewe kama plain. Yaani haivutii sana ukiwachanganya na flavor zingine, au umeweka coconut, umeweka passion, umeweka vanilla, wanaona kama vile hai make sense. Lakini mimi kwa upande wangu, kwa sababu nilila plain yenyewe kama yenyewe, basi nikashumu na kikitano kula taipenda. Okay. Kwa hiyo unataka keki gani? Tengeneza tu flavor yote. Passion. Namtwanga passion. Yaani unajua passion kwenye kila kitu. Kwa keki inakuwa ni full passion. Na kama sio mpenzi wa uchungu asingeweza kuipenda. Kwenye passion mimi janga lilowahi kunikuta nilikuweka mbegu jamani. Kuna mteja nimemwekea mbegu zile za passion, nikaona mimi sasa ndo master, ndo nimeweka kitu nacho, ndo nimeweka uhalisia, nikarudiwa na mteja akaniambia hizi mbegu zinanikera nikitaka mimi passion cake. Sipendi mbegu kabisa. Yaani kuna namna inapoteza ladha ya keki. Yaani sijui unapenda sana kama huyo mteja. Yaani mimi nikila hivyo ndio unapenda. Mwingine hataki kabisa. Anasema mimi hizi mbegu zinanikera nikianza. Ni chungu. Tunaelewa bado watu. Okay, kwa hiyo mimi niko kama ya Ana. Nina utundu kwenye baking. Nikatengeneza signature flavor zangu. Okay. Kuna mteja wa kwanza nilimjaribia, alikuwa ni cake birthday ya mtoto. Aliipenda kweli. Nilileta twist kwa mtu mzima. Akaniambia hapana, yani kuna namna yani it's off. Yani haelewi. Yani inaleta mchanganyiko sana, nashindwa kuelewa flavor ipi ni. Basi kwa nini nikatengeneza mchanganyiko wangu? Ambao uliweka nini na nini? Kwanza nilikuwa naita sunshine berry. Okay. Huo mchanganyiko una mixed berries. Una lemon na coconut. Sunshine kweli. It is nice. Guys, ni nzuri. Nitawapikia siku. Nitajaribu kutestia na mimi nitatoka. Nakwambia kwa watoto walipenda, lakini nilipomtengenezea mtu mzima alichanganyikiwa like hizi flavor yani kingata nasikia limao mara nazi mara naona ilimchanganya sana. Na wakati wewe unaona ndo signature. Yuko wakati mzuri sana kuona watu wanataka kuuliza maswali gani, wanataka kujua nini, lakini isiwe ni mwisho. Kama wana maswali mengi zaidi yanawatatiza, wewe ni beka unaanza uwe pro, swali la level ya chini au level ya juu kabisa, mnakaribishwa wote kuweka maswali yenu katika social media pages zetu, Instagram, TikTok, hasa pia katika video zetu za YouTube. Weka comment yako pale na sisi tutaisoma, tutaidiscuss, tutakujibu katika vipindi vinavyokuja vya Beka's Talk. Mpaka wakati mwingine, tumefurahi kuwa na nyinyi. Karibu tena Beka's Talk, muendelee kuangalia episode zinazofuata. Beka's Talk, bake your up. Bye bye. See you next time.